inatoka yanazingatia zaidi yale ambayo tumeyafuatilia kwa muda wote na jinsi ambavyo tumekuwa tukifuatilia mahakamani, mahabusu na popote pale ambapo mtuhumiwa alikuwepo toka alipoanza kukamatwa, pamoja na hali zingine zote zilizojitokeza. Tumeangalia kwa mfano uhuru wa waandishi wa habari, mnapokuwa pale, matukio yote yaliyojitokeza, waandishi wa habari kupigwa, pamoja na mambo mengine, uhuru wa mawakili, uhuru wa watetezi wa haki za binadamu kufuatilia. Tuliona watu waliokuwa kipindi kile, mnakumbuka, waliotoka nchi za nje walikamatwa, walisumbuliwa, tulikuwa tunafuatilia kwa ukaribu. Kwa hiyo matukio yote hayo tumeyaweka kama matukio ambayo yalienda sambamba na shauri hili, na pengine kisheria na kwa mujibu wa katiba hayakupaswa kutokea. Kuzuia watu kwenda mahakamani, kuzuia waandishi wa habari kwenda mahakamani. Mnaona waandishi wakati wengi mlipata changamoto, wengine mlipigwa, wana mawakili ambao ndio maafisa wa mahakama walikuwa wanasumbuliwa, wengine walipata majeraha, walipigwa. Kwa matukio yote haya tumeyafuatilia kwa ukaribu zaidi, na matokeo ya awali yanaonyesha kabisa kwamba kukamatwa kwa Tundu Lissu kupelekwa mahakamani, kuna changamoto zimejitokeza toka anapokamatwa mpaka anapopelekwa kwenye vizuizi. Kwa hiyo ufuatiliaji huu ulibaini, pamoja na mambo mengine yapo ambayo pengine yalikwenda vizuri, sehemu kubwa yamebainika kwamba kuna changamoto katika kuanzia pale alipokamatwa, pale alipokuwa mahakamani, lakini na hata anapokuwa kule magereza. Lakini tumeona kuna changamoto ambazo ziliwakumba pia watu wengine ambao walikuwa ni watu ambao wamejitolea kwenda kufuatilia shauri hili, ni wafuasi wa vyama husika, wengine ni viongozi wenzake, wengine ni wana mawakili na watu wengine. Kwa hiyo taarifa yetu imejikita zaidi kuonyesha hizo changamoto ambazo kimsingi kwa mujibu wa standard, kwa mujibu wa sheria, havikupaswa kuwa sehemu, kwa sababu mahakama na michakato hii ya haki inapaswa kutoa haki na uhuru kwa watu wote kwenda kushuhudia, kwa sababu hii ni kesi ya umma na huyu ni kiongozi pia wa umma, kwa sababu kiongozi wa chama cha siasa ni kiongozi wa umma kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watanzania watashiriki masuala ya uongozi wa nchi yao kupitia vyama vya siasa. Kwa hiyo ni kiongozi wa taasisi ambayo inatambuliwa kwa mujibu wa katiba, na wananchi walikuwa wana haki ya kwenda kufuatilia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo tumeliona katika mambo mengine yote ni swala la kukamatwa, ambapo kuanzia ukamatwaji, alikamatwa, akuambiwa kesi yake, akuambiwa shauri lake ni nini, na kufikishwa kwenye vituo vya polisi. Kiongozi huyu angeweza kuitwa kwa wito, kwa sababu alikuwa anaendesha mkutano, angeweza tu kusubiriwa amalize mkutano akaitwa kwa wito. Kwa hiyo mchakato wa utoaji haki tulianza kuona umeanza kuvurugwa pale alipoanza kukamatwa yale mazingatio ya utaratibu wa ukamataji hayakuweza kuzingatiwa, na baadaye tuliona alifikishwa mahakama ya hakimu mkazi tarehe 9, tarehe 10 alikamatwa tarehe 9. Tunashukuru katika eneo hili hatukuona ule ucheleweshwaji wa muda mrefu ambao watu wanakaa katika vituo vya polisi, hata wengine wiki, mwezi, alafu ndio anapelekwa mahakamani. Kama tarehe 9, tarehe 10 akapelekwa katika mahakama ya hakimu mkazi, na bahati mbaya kwamba pale Kisutu kwa mujibu wa sheria baada ya kusomewa mashtaka, mahakama ile haikuwa na uwezo wa kusikiliza mashauri haya makubwa kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Kwa hiyo ilisomwa na baadaye taratibu zingine za kimahakama zikaendelea, lakini hakutakiwa kujibu kwa mujibu wa sheria. Mnafahamu kabisa mahakama ile haikuwa na mamlaka, lakini tumebaini kuwa shauri hili lilianzishwa wakati upelelezi au kukamilika. Shauri hili lilianzishwa wakati upelelezi au kukamilika. Kwa mujibu wa sheria za sasa ni kwamba lazima ufanye upelelezi ndio uweze kumkamata mtu au kumtia baroni mtu na kumpeleka aidha polisi na baadaye mahakamani. Sasa changamoto tulioiona kwenye hatua hizi za awali ni kwamba kama nilivyosema, ukamataji wa kufuata misingi ya sheria, lakini hata kumkamata mtu kabla hujafanya upelelezi kabisa, hiyo nayo ni changamoto, kwa sababu kwa mujibu wa maboresho ambayo yamefanyika na yamependekezwa na tume ya Jaji Chande kama alivyoundwa na Rais Samia, kuna maboresho yaliweza kufanyika kwamba lazima kwanza upelelezi ukamilike ndipo mtu aweze kukamatwa. Hilo nalo tumeliona kwamba halikuzingatiwa. Eneo la pili ni kuzuiliwa kwa muda mrefu kabla ya kesi na vikwazo vya dhamana kuanza. Tumeona mpaka kesi ilipokuja kuanza muda ulipita muda mrefu. Kwa kipindi chochote cha ufuatiliaji, wakili Lissu aliendelea kuwa mahabusu kwa sababu ya kosa la uhaini. Imeainishwa na kuwa kosa lisilo la dhamana. Wote mnafahamu ni kosa ambalo halina dhamana, laendelea kuzuiwa
na kulingana na uzito na mazingira kulikuwa na sababu za msingi katika mazingira ya kesi hii muda mrefu, sababu za msingi ambazo pengine zingeweza kuzingatiwa kuhakikisha kwamba swala hili la kesi hii inapewa kipaumbele na inakwenda kwa kasi, kuzingatia kwamba huyu alikuwa ni kiongozi wa chama cha siasa na pia mwaka jana ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi. Muda mrefu wa kizuizini unaibua hoja kuhusu haki ya uhuru wa utu, dhana ya kutokuwa na hatia hadi itakapothibitishwa vinginevyo, na haki ya kusikilizwa kwa kesi ndani ya muda unaofaa. Mara zote tumekuwa tukishauri maamuzi ya kuzuia dhamana yasiwe ndani ya sheria, yawe ni maamuzi ya kimahakama, kwamba mahakama wasifungwe mkono kuamua kwa mujibu wa kesi, kwa mujibu wa shauri kwamba huyu mtu apewe dhamana au asipewe. Kwa kitendo cha kuweka sheria ngumu zinazozuia dhamana vinaweza vikafanya watu wengi ambao pengine mahakama ingeona kwamba wanastahili kupewa dhamana wakati shauri lao linaendelea. Kwa hiyo swala la tatu ni hali ya kizuizini ambayo tuliangalia yukoje sasa toka anakamatwa, lakini sehemu kubwa akiwa kule magereza. Ilibaini changamoto kuhusu namna wakili Lissu alivyotendewa wakati akiwa kizuizini, wakati kipindi chote kuanzia anapokamatwa hadi anapokuwa magereza. Changamoto mahususi iliyojitokeza baada ya kuhamishiwa kutoka gereza la Keko. Mtakumbuka kwanza alipelekwa gereza la Keko na baadaye akahamishiwa gereza la Ukonga bila ndugu mawakili kupewa taarifa. Hilo nalo lilikuwa ni kosa la kisheria, kwa sababu ndugu na mawakili wanapaswa kujua ndugu yao yuko katika magereza ipi. Sasa unapompeleka mtu, kwa mfano ukampeleka mtu Dodoma magereza, ndugu anajua yuko Dodoma, alafu ghafla anatolewa Dodoma anapelekwa Kisongo Arusha, ndugu au mawakili hawana taarifa. Hilo ni kosa kabisa, sio utawala bora, sio namna ambavyo utendewaji wa watu wanapokuwa vizuizini unapaswa kuwa. Kwa hilo ni kosa. Pia kuwekwa katika kizuizi cha watu ambao tayari wameshahukumiwa kunyongwa, the condemn. Nyewe mnafahamu mtu ambaye ameshahukumiwa kunyongwa, huyu anasubiri kunyongwa. Sasa kumchukua mtuhumiwa na kumweka katika maeneo ambayo ni ya condemn, watu ambao tayari wameshahukumiwa, ni kosa kubwa sana, na kuanza kulindwa na watu kulindwa kama mtu ambaye tayari ameshahukumiwa kunyongwa ni makosa mengine ambayo tumeyabaini, ambapo kwa mujibu wa taratibu na sheria havikupaswa kuwekwa hivyo. Kwa hiyo kumehatarisha uhuru wake, usalama wake, hata kimawazo na kisaikolojia. Imagine mtu umetuhumiwa alafu unakwenda kukaa na watu ambao tayari wanajua kwamba kesho au kesho kutwa ninakwenda kunyongwa. Katika mazingira kama hayo, ndio maana taratibu za kisheria zimetenganisha kati ya watuhumiwa na watu ambao tayari wameshahukumiwa. Wanakaa katika mazingira kidogo tofauti. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine, changamoto zingine zilihusu vikwazo vya kutembelewa na familia, ndugu, mawakili, pamoja na mambo mengine yote ambayo ya kimsingi. Hilo tuliliona na taarifa yetu, na watu wetu wakili Kisabu ambaye alikuwa anaongoza jopo hili amekuwa akienda mara kwa mara kuzungumza na Mheshimiwa Tundu Lissu kwa ajili ya kubaini changamoto nyingi ambazo amekuwa akikumbana nazo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo pengine kwenye kuendeshaji wa mashauri kama haya, hili au lingine ambalo litakuja au mengine yanayoendelea, ni muhimu sana kuzingatia haki za watuhumiwa wanapokuwa vizuizini. Changamoto nyingine ilikuwa ni upatikanaji wa uwakilishi wa kisheria na maandalizi ya utetezi. Tutambue kabisa kwamba kesi hii ni kubwa na inahitaji maandalizi mazuri, na taarifa tulizofuatilia na ufuatiliaji unaonyesha kabisa kwamba zinaonyesha kuwa katika baadhi ya matukio mashauriano yaliwekewa muda mfupi. Watu wanapokwenda kuongea naye wanakuwa muda mfupi, mawakili wa kupata nafasi ya kwenda kuzungumza naye, kupeleka taarifa na nyaraka mbalimbali za maandalizi. Wakati mwingine watu walikuwa wanapekua zile nyaraka za vitabu vya sheria alipokuwa anapelekewa. Kumbuka Mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa anajitetea mwenyewe, kwa hiyo wakati mwingine ilibidi apelekewe sheria mbalimbali, nyaraka mbalimbali zitakazomsaidia kuendesha shauri lake pamoja na mawakili wenzake. Kwa hiyo hili ni changamoto ambalo lilionekana, ule kutokutoa uhuru wa ndugu na familia kukutana na kuweza kufanya faraka kuhusiana na maandalizi ya kesi. Hiyo ni changamoto pia ambayo ni kubwa. Mawakili lazima wapewe nafasi ya kuzungumza na mteja wao wanapokuwa kule magereza kwa ajili ya kujiandaa
kwa ajili ya kujiandaa na kesi kwa uhuru kabisa bila kuingiliwa. Wakati mwingine wamekuwa wakisikilizwa, watu wanasikiliza namna wanavyojiandaa, watu wanavyozungumza na mawakili na ndugu, kitu ambacho kimsingi kinakiuka misingi ya usimamizi wa watu wanapokuwa au treatment of inmates au watuhumiwa, watu ambao bado hawajahukumiwa au hawajapatwa na hatia. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine mtakayoyaona kwenye ripoti hiyo, nayo ilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa na changamoto. Eneo lingine lilikuwa ni upatikanaji, ulikuwa ni uhuru wa dini, upatikanaji wa taarifa na mawasiliano ya familia. Nadhani haya tumeyazungumza na mtaona kwa sehemu kubwa. Taarifa pia imeweza kuonyesha kwamba kulikuwa kuna hizo changamoto ambazo kimsingi kama mtuhumiwa anapaswa kuwa nazo, na sio tunazozungumza Tundu Lissu. Hii kesi kwa sababu ni kesi kubwa ya umma, tunatumia kama case study, kama mfano kuonyesha kwamba namna gani ambavyo watuhumiwa wanakuwa wanatendewa visivyo. Kama mtu mkubwa kama huyu kiongozi, lakini mwanasheria mkubwa mbobezi kama huyu ambaye anaweza kujitetea, ameweza kufanyiwa vitu kama hivi. Sasa itakuwaje kwa Mtanzania wa kawaida kabisa ambaye hana uelewa lakini sio kiongozi, hataweza kutendewaje? Kwa lazima tutumie mashauri kama haya makubwa kuonyesha namna gani ambavyo vyombo vyetu vya haki vinapaswa kutenda haki, kuanzia mtu anapokamatwa, anapopelekwa polisi, anapopelekwa mahakamani na anapopelekwa kule ambapo ndio makazi yao ya muda wanapokuwa wana mashtaka yanaendelea na mambo kama hayo. Jambo lingine ni ushiriki wa umma na uwazi katika utoaji haki. Pamoja na kwamba mahakama ilikuwa inaonyesha live, wakati mwingine hayo ni progress, kwa sababu ndio kesi nadhani iliyokuja kuonyeshwa wakati mwingine moja kwa moja live, pamoja na vitu kama hivyo tunakubali kwamba ni progress ya namna moja au nyingine, lakini ufikiwaji wa watu wa Tanzania, kwa sasa viongozi wenzake, wanachama wa chama chake, wa Tanzania, waandishi wa habari, mawakili, wadau wengine, watetezi wa haki za binadamu waliotaka kwenda kufuatilia mwenendo wa shauri hili, wengi walikumbana na vizuizi. Kuanzia pale Kisutu, mtakumbuka kulikuwa kuna mabishano makali, matumizi ya mbwa, magari, matumizi ya mabomu. Tumekwenda Mahakama Kuu, tumeona mawakili wengine wakisumbuliwa pamoja na nani. Kwa hiyo mchakato mzima ukupaswa kwenda hivyo, kwa sababu hili ni shauri la umma, ni la wananchi, na wakati mwingine ni vyema watu wakazingatia misingi ya kisheria wanapojaribu kusimamia mashauri ya namna hii bila kuvuruga au kuzuia Watanzania wasiweze kutumia haki zao za msingi. Tunatambua kabisa kwamba uwazi wa mashauri ya mahakama ni kinga ya msingi katika kudumisha imani ya umma kwa taasisi hizi, lakini kwa mfumo wa utoaji haki, na tunasisitiza kuwa vikwazo vya kuhudhuria vinapaswa kuwa kwa mujibu wa sheria na visiwe vya lazima, vilingane na mahitaji halisi na vitolewe kwa sababu zilizo wazi. Pengine inawezekana kuwa kuna sababu 2-3, lakini lazima masuala haya yazingatiwe katika kuamua kwamba nani asiende mahakamani, nani, kwa sababu eneo la mahakama ni eneo la umma na Watanzania wanapaswa kuwepo pale. Mawakili pale ndio nyumbani kwao. Hakuna mtu ambaye anapaswa kumzuia wakili aende mahakamani. Mwandishi, nyinyi pale ni mahala penu. Hakuna mtu ambaye anapaswa kuwazuia kwenda kufuatilia hizi kesi za umma. Jambo lingine ni mwenendo wa upande wa mashtaka na kuahirishwa kwa kesi. Of course, swala hili limekuwa likiahirishwa mara kwa mara, tena kwa vipindi virefu ambavyo vimefanya hii kesi ichukue muda mrefu sana. Leo ni siku 500 tunapozungumza. Kumekuwa na ucheleweshwaji, wakati mwingine maombi ya dharura yamekuwa mengi na vitu kama hivyo, na kuweza kutishia usalama wa mwenyewe mtuhumiwa, kwa sababu wanapozidi kuwa kule ndani changamoto zimejitokeza wakati mwingine za kiafya kutokana na afya yake. Kwa hiyo wakati mwingine ni vyema, na ndio maana maboresho haya ya mfumo wa jinai yalivyofanyika yalisisitiza kwamba mashauri haya yaende kwa kasi, yaende kwa wakati, ili kama mtu atapatikana baadaye kwamba hana hatia, tusio tumemweka mtu muda mrefu sana kizuizini. Imagine huko nyuma tulikuwa tuna kesi watu wanakaa karibu miaka 10, bado ni mtuhumiwa tu. Sasa uje umkute baadaye hana hatia, lakini umekaa naye ndani miaka 10. Yaani umekaa na mtu miaka 10 kama mahabusu, alafu unaendesha mashauri kwa kujivutavuta, baadaye unakuja unatangaza kwamba hana hatia.